Amina, nawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana Mungu aliye hai. Asubuhi hii ya leo tunapenda kuzungumzia sana habari ya mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu. Kwa nini Mungu alitamani sana kumuumba mwanadamu? Na kama alivyoeleza mwenyewe katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na aya ya 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Hii aya ndiyo inayotuthibitishia mpango kamili wa Mungu wa uumbaji na jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alitaka kuumba. Ni yeye alitaka kuumba na yeye akataka iwe hivyo. Kwa hiyo hakuna mwanadamu anayeweza kumuuliza kwa nini unafanya hivyo. Lakini siri ni kwamba tunatakiwa kujua mpango wake kamili wa kuumba. Kwa hiyo siri ya kwanza ambayo anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Je, Mungu anafanana na sisi? Mungu anaweza kufanana na mimi? Kama unavyomuona huyu Nzengula, Mungu anaweza kuwa kama mimi? Sura kama yangu? Hayuko hivyo Mungu, lakini amewekeza tabia zake mbili za kimungu ndani yetu. Tabia ya kwanza ambayo ameiwekeza, akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Sura ya Mungu ni upendo. Mungu amedhihirisha kwamba sura yake ni upendo. Ili umuone Mungu, utaona Mungu ndani ya mtu aliye na upendo. Kwa hiyo hata alipotoa amri 10, akasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Hiyo ni kwa ajili ya Mungu. Na pili akasema mpende jirani yako kwa nafsi yako. Sasa kama Mungu huyu yeye alitupenda, akasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa upendo wa Mungu ndiyo sura halisi inayoonekana kwa wanadamu. Kila mwanadamu anastahili ampende Mungu na ampende jirani yake kama nafsi yake. Kama wanadamu tukipendana kweli kweli, hakuna madhara yatakayotokea, hakuna vita duniani, hakuna mauaji, hakuna wizi, hakuna kuharibu vitu vya mwingine, kwa sababu unampenda kama nafsi yako. Huwezi ukachukua upanga ujikate mwenyewe kwa sababu unajipenda. Na kama jirani unampenda, basi huwezi ukamuumiza kwa lolote lile. Lakini tunapokosa sura ya Mungu, ndipo matatizo yanatokea. Hiyo ndio siri ambayo Mungu alitamani sana iwepo. Na sura mfano wa Mungu. Mfano wa Mungu yeye mwenyewe ameudhihirisha, akisema mfano wake ni nini? Mungu yeye akasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Aya 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaleta usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Hiyo siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa sasa baada ya miaka mingi kupita ikaitwa Jumapili. Ikaitwa Jumapili kulingana na wataalamu mbalimbali walipokuja kutokeza duniani, wakapanga siku katika majina yanayofanana. Badala ya jina siku ya kwanza, ya pili, lakini siku ya kwanza ya juma ni Jumapili, ambayo ni siku ya nuru. Mungu aliumba nuru. Kwa hiyo Jumapili kwa sasa hivi tunaita Jumapili. Lakini kusudi kubwa la Mungu ni kusema, Mungu anasema hivyo na mwanadamu yoyote yule, kwa jinsi zozote alivyo, maisha yake lazima aseme. Unataka kwenda sokoni, lazima useme. Unataka kwenda msalani, lazima useme. Unataka kwenda kazini, lazima useme, jamani nakwenda mahali fulani. Au unajisemea peke yako, hata ukiwa peke yako. Kwa hiyo kusema ni kutoa taarifa. Katika viungo vyako vyote vijue taarifa kwamba kuna jambo linakwenda kutendeka. Hiyo ndio kusudio la Mungu, na hiyo ndio sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo wanadamu wote wanasema. Hakuna anayeweza kufanya jambo bila kusema. Na kwa jinsi hiyo basi Mungu ndipo anafanana na sisi. Na hata alipotamani
kumleta mkombozi wa ulimwengu, akasema bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, na huyo mwana ataitwa jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Sasa Mungu pamoja nasi maana zile tabia mbili za Mungu halisi zitakuwa ndani yetu, tabia ya upendo na tabia ya kutamka au kusema. Hivyo ndivyo maisha mwanadamu lazima uyajue kwamba kile unachokisema sasa, je, unachokisema kinafanana na Mungu au unachokisema sasa kinafanana na shetani? Kwa sababu hata shetani naye husema na Mungu husema. Hivyo mwanadamu amekuwa ni chanzo halisi cha kumfanya Mungu amuone mwanadamu hapa duniani anafanana na yeye. Pili, katika hatua hiyo ni kwamba kwenye aya hiyo Mungu akasema hawa watu nimewaumba ili watawale. Watawale samaki wa baharini, watawale ndege wa angani, watawale na vitu vyote vitambaavyo juu ya nchi. Kwa kusudi la pili la Mungu ni kuona mwanadamu anatawala. Sasa mwanadamu anatawala, Mungu mwenyewe anagawa utawala wake kwa mwanadamu. Anazungumza Mungu katika kitabu cha Zaburi. Tuangalie kitabu cha Zaburi aya sura ya 115. Sura ya 115 na aya yetu ya 16. Neno hili la Mungu linasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo Mungu akaona amuumbe mtawala atakaye kuwa na sura yake na mfano wake, na huyu mtawala ndio akawekwa kwenye kiti cha dunia kwa mwanadamu.